Kila Mtanzania ana haki ya afya bora. NHIF ndio jibu la shida yako kubwa. Ni mlinzi wa leo, kesho na maisha yote. Fanya uamuzi sasa, usichelewe kujiunga na NHIF. Usalama wa afya zetu. NHIF. Tunatembea tukiwa huru. NHIF. Kila mtu anaweza kujiunga leo, usikose kujiunga. Baba. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi cha NHIF, kipindi ambacho kitaangazia utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Katika kipindi hiki tutaangazia usajili wa kaya zisizokuwa na uwezo. Kupitia sheria ya bima ya afya kwa wote, serikali imeweka mkakati wa kusajili kaya ambazo hazina uwezo kwa kuzilipia gharama za bima ya afya, kama anavyoelezea mkurugenzi wa huduma za wanachama wa NHIF. Kama mtakumbuka, Mheshimiwa Waziri wa Afya alizindua rasmi mpango huu wa bima ya afya kwa wote tarehe 23 mwezi wa kwanza, alipotangaza rasmi sasa kuanza usajili wa awamu ya kwanza, ambao umelenga zaidi makundi maalum, makundi yasiyokuwa na uwezo, kwa maana ya kaya zisizokuwa na uwezo ambazo zimetambuliwa na mamlaka husika za utambuzi, na akaelekeza sasa sisi kama mfuko tuende kuanza kuzisajili baada ya pesa kuwa baada ya serikali kwa imeshazilipia, kwa maana kundi hili linalipiwa na serikali kwa sababu hawana uwezo. Na sasa ndio tunaendelea na zoezi hili la kuwasajili. Tuko nchi nzima, tumetapakaa mikoa yote ya Tanzania kwa kushirikiana na wenzetu Wizara ya Afya pamoja TAMISEMI na maendeleo ya jamii. Sote kwa pamoja tumeunganisha nguvu kwa ajili ya kuanza na usajili, na unaendelea hadi sasa. Je, ni nini umuhimu wa kusajili kaya hizi katika utekelezaji wa sheria hii? Ni muhimu sana, kwa sababu tunapoelekea kwenye bima ya afya kwa wote, ambapo tunategemea sasa baadaye itafikia wananchi wote, wananchi wote wanakuwa na bima ya afya, kwa maana ya kwamba asilimia 100 niseme ya wananchi wa Tanzania, kwamba tunatarajia baadaye watu watakuja kuwa na bima. Sasa kuna hawa ambao serikali imebaini kabisa kwamba hawana uwezo, hawezi wakamudu kujilipia hizo gharama. Kwa hiyo sasa, kabla hatujafika huko kwenda kuhakikisha kwamba kila mmoja sasa ana bima ya afya, sasa ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba linawalipia hawa wasiyekuwa na uwezo, ambao pia ni kwa mujibu wa sheria ya bima ya afya kwa wote ya mwaka 2023 ambayo ilipitishwa bungeni, ambayo inaelekeza kabisa kwamba serikali ndio yenye wajibu wa kulipia ili kundi ambalo halina uwezo. Kwa hiyo sasa ni katika mkakati sasa wa kuelekea sasa kuhakikisha kwamba tunapoweza kuwalipia hawa wote, serikali inapoweza kuwalipia hawa wasiokuwa na uwezo, sasa inakuwa ni rahisi zaidi kwenda kwenye hili kundi ambalo wanaweza kujilipia wao, na wao sasa tukawahamasisha wakalipa, na mwisho wa siku sasa tutakuwa na Watanzania wote wanakuwa katika wanakuwa covered na bima ya afya. Kwa maana hiyo ni lazima tuanze na hawa kwanza, serikali walipie, na baadaye sasa waje na hawa wenye uwezo wa kulipa walipe, na kwa pamoja sasa tunakuwa wote tuko covered na bima ya afya. Mtazamaji, wadau na viongozi mbalimbali walikuwa sehemu ya uhamasishaji wa zoezi hili la usajili. Hapa ni baadhi ya viongozi wakitoa hamasa kwa walengwa kujiunga. Niseme tu kwamba jambo ambalo nimefurahia sana kwamba ndani ya siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba ndani ya siku 100 atatoa bima ya afya kwa wote kwa makundi maalum. Na ndani ya wilaya yangu ya wilaya Mlele tayari tuna kaya 1186 zinakwenda kunufaika na bima ya afya, na wanufaika ambao watapatikana katika wilaya yangu na baadhi washaanza kupatikana ni 5215. Mheshimiwa Rais ameahidi kwamba atatoa bima ya afya, na Mheshimiwa Rais ashaanza tayari. Kwa lazima tumuunge mkono. Kwa nini nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwapa tabasamu wananchi wanufaika 5215 katika wilaya Mlele, kwa maana halmashauri ya Mpimbwe na Mlele, ambao tayari wameshaanza na baada ya muda wataanza kunufaika na bima ya afya. Mheshimiwa Rais ameahidi ndani ya siku 100 na ametimiza. Kwa hiyo nitoe rai kwamba sasa
haya matamanio ya Mheshimiwa Rais siku 100 alizoahidi, niwaambie wananchi katika wilaya Mlele, mkoa wa Katavi, sisi tayari tumeshaanza kula tabasamu la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika jambo hili, serikali imeamua kuchukua hatua zitakazowawezesha wananchi wanaopata matatizo ya kiafya kupata matibabu bila kuwa na wasiwasi wa kiwango cha fedha walichonacho mfukoni. Katika hatua hii ya awali, serikali imeanza na zile kaya zenye uwezo mdogo, zenye uhitaji, ambazo ziliunganishwa katika mpango wa TASAF. Serikali imekwisha toa fedha kwa thamani ya shilingi 1,500,000 kwa kila kaya ili kuwawezesha watu 6 kuweza kupata bima ya afya kwa wote. Hatua hii ni muhimu sana katika maisha ya watu wetu ambao tunawategemea katika kufanya kazi ili kujenga taifa letu. Tunawategemea kufanya kazi ili kuimarisha uchumi wa taifa letu. Bila kuwa na uhakika wa afya, kazi hiyo ni bure, maana afya ndio mtaji wa kila kitu. Nachukua nafasi hii kwanza kuwahimiza wananchi wote waliojiunga katika mpango wa TASAF kujiandaa vilivyo, kujua kwamba awamu kwa awamu wataendelea kupata kadi kwa ajili ya afya zao. Kwa heshima kubwa tunachukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kwa kuileta huduma mpya muhimu ambayo inaleta faraja kwa Watanzania wote, bima ya afya kwa wote kama jina lake lilivyo. Lakini kubwa zaidi, sisi tunashukuru kwa kuanza huduma hii na kaya masikini zaidi zenye changamoto kubwa zaidi. Kwa kweli ni jambo la baraka kwanza kwa kuanza na kundi hili maalum. Hii inaonyesha kabisa nia ya dhati ya Mheshimiwa Rais katika kutoa huduma kwa kundi hili. Kwa hiyo kwa kuanza kundi hili kabla hata ya makundi mengine, kwetu sisi imetupa faraja. Katika halmashauri yetu tunatarajia kuingia kwa watu zaidi ya 4,000. Kwa sisi ni faraja kubwa. Moja, mtu anapopata uhakika wa huduma ya afya, mara nyingi huwa tunasema huwa haumwi tena, kwa sababu ana uhakika kwamba akiumwa atatibiwa. Kwa hiyo moja kwa moja huwa inaimarisha afya za watu. Lakini la pili, katika haya makundi maalumu sasa hivi hawatapita tena kwenye dirisha lile la msamaha, wanaenda moja kwa moja, ana kadi yake, wasimamizi wake pia wana kadi, wale walioko chini yake ambao ni wategemezi wake vile vile wana kadi, wana uwezo wa kupata huduma sio tu ndogo ndogo, lakini zimeonyeshwa huduma zaidi ya 200 ana uwezo wa kuzipata mwananchi huyu. Kwa sisi hii ni faraja. Mtazamaji, ili kuwafikia walengwa kwa urahisi, mfuko ulishirikisha viongozi wa serikali za mitaa katika maeneo yao. Hawa hapa ni sehemu tu ya viongozi hawa wakizungumzia namna walivyopokea zoezi hili. Pia tunashukuru serikali kwa kipengele hicho ambayo imechukua kwa kufikiria kaya hizi za watu ambao wasiojiweza. Tunashukuru sana kwa kweli. Ni kitu ambacho tulikuwa tunalilia kwa miaka yote iliyopita, kuona namna serikali inasaidiaje hao watu ambao hawajiwezi kwa kweli. Kwa hiyo kwa jambo hili serikali tunaipongeza sana. Tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa muono wake ambao amekaa na washauri, wakamshauri na wakaliona hili na akalipokea na akaamua kulifanya kazi. Hili ni jambo la kushukuru na jambo la kufurahisha sana kwa wananchi wetu, lakini pia tunaomba hii nafasi iwe endelevu kwa wananchi wengine ambao hawajiwezi, na wapate fursa hizi za kuona wanapata hivi vitambulisho kwa ajili ya kutibiwa bima afya. Kwa hiyo tunaipongeza sasa serikali na Mheshimiwa Rais bado ukae na moyo huo ambao wa kusaidia wananchi. Kimsingi tunashukuru sana tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kweli alituahidi kuwepo kwa bima afya kwa wananchi wote, na leo tayari tumewapokea watu wa mradi huo wa mfuko wa bima afya kwa wote, na ambapo leo ukiona tunao wananchi wetu wa mtaa Samina ambao kimsingi walikuwa kwenye mpango wa kaya maskini na leo wanakuja kupokea kadi zao kwa ajili ya kupata matibabu. Kimsingi swala hili la matibabu ni mtihani mkubwa kwa wananchi wote, ukizingatia hawa ambao ni kaya maskini unakuta hawezi kulipia matibabu na matibabu ni gari. Kwa hiyo Rais alipotuahidi na jambo hili kwa muda mfupi tunaona matokeo, kwa kweli tunamshukuru sana sana sana. Tunaomba mpango huu uendelee, na mimi nashukuru sana sana kwa niaba ya wananchi. Najua pengine wahitaji wanaweza akawa ni wengi,
lakini kwa wao tuliopata kwa kweli tunashukuru, itakuwa ni mkombozi. Tunaomba tu mpango huu uendelee, na sisi kama viongozi wa serikali tutaendelea kubaini wengine ambao wana uhitaji huu, ambao hawezi kabisa kugharamia matibabu haya, ili waendelee kuongezwa kwenye mpango. Kwa kweli ni jambo jema na kuzingatia ndani ya muda mfupi huu, kwa kweli tumeona matokeo. Kwanza nimshukuru mama kwa huu mpango ambao wameupanga wa bima, na nawasawishi wanakijiji wenzangu wote au wananchi wote kuhusu bima. Tujiunge na bima ya afya, maana ukilinganisha na uhaba wa hela jinsi ulivyo, tunashindwa jinsi ya kutibiwa. Bima ukiipata inakuwa hata mfukoni una kitu, wakati ushakata bima wewe unatibiwa tu. Lakini sasa unaweza kukukuta homa, una kitu mfukoni, unashindwa jinsi ya kutibiwa. Kwa hiyo nakuomba wananchi wote, na kuombeni jamani, tujiunge na bima ya afya. Na mama namshukuru kwa mpango huo aliofanya, bado azidi kuuendeleza ili tuokoe maisha ya kwetu na vizazi vyetu. Naomba sana mama uendeleze huu mpango, na wananchi na wasisitiza tujiunge na bima ya afya, tuokoe maisha yetu. Nao walengwa walikuwa na haya ya kusema baada ya kupokea bima zao. Mimi kwa jina naitwa Elena Msumege Kasanga, natokea kijiji cha Nseketo, kata ya Ihanda, wilaya ya Mbozi. Namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Suluhu Hassan kwa kutupa bima hii, kwamba sisi ambao hatujiwezi tuwe tunapata huduma bure mahospitalini. Bima itanisaidia mimi na mtoto wangu wa form 4 kwa kutibiwa bure, kwa sababu hii bima sio ya wilaya wala sio ya kijiji wala sio ya mkoa, ni ya taifa. Popote nitakapoenda nitatibiwa. Na wakaribisha nao waje wajiunge kwa bima hii. Bima ya afya kwa hususan kwa kwangu kama mimi itanisaidia vitu vingi. Moja, nilikuwa naweza nikaumwa, mimi uwezo wa mtu kusema wa kunitoa hapa kunipeleka hospitalini inaweza akajitokeza hilo akutoa sasa fedha yake. Unakuta labda kuna kitu nachoumwa kinahitaji mamilioni ya fedha, kinahitaji labda mamilioni kuanzia mamilioni 10, hususan kwa familia zetu za vijijini huku kama mnavyozifahamu. Unetoa hiyo kwa kusema atakutolea hizo hela, ndio inakuwa changamoto. Namshukuru mama kwa bima hii. Naamini hata leo hii changamoto yoyote itakayonipata, naamini nina bima, nitaenda nitatibiwa na maisha mengine yataendelea. Labda itokee ni Mungu tu anependa kunichukua, lakini kama hajapenda, naamini kwa popote pale nitapelekwa kupitia bima hii. Nina familia yangu hapa, wawili wapo shule, wawili ndio wako hapa nyumbani kama hivi nilivyokaa nao. Napenda kutoa shukrani kubwa sana kwa mama yetu Samia kwa kupata kadi ya bima, kuturahisishia katika matibabu. Ilikuwa zamani ni mpaka uende kalipe cash, ambaye ni pesa ndio unapata huduma. Ukiwa huna pesa huwezi kuhudumiwa. Lakini kwa saizi tayari tumeshapata kadi kama hivi. Ninashukuru sana na kumshukuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amondolee mitihani katika kazi yake. Kilichopo hapa, mimi nashukuru sana kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwamba ametusaidia sisi wenye kama maskini kutupa kadi ya bima ya afya. Tunamshukuru sana. Ninamshukuru sana Rais wetu Mama Samia kutupa huduma nzuri ya afya na familia yetu. Serikali imetuleta bure. Ingelikuwa sio hii bima ni hela, ingelikuwa tatizo. Inasaidia eti sio utani. Mtoto anaumwa dakika, wajukuu. Nashukuru serikali ya Mama Samia kwa kutuwezesha kupata hii bima ya afya. Mimi na familia yangu tunaendelea kumshukuru kwa hii bima. Mtazamaji, hao ni sehemu tu ya walionufaika na mpango huu wa bima ya afya kwa kaya zisizokuwa na uwezo. Watu wengi wamenufaika katika mikoa, wilaya, kata hadi vijiji.
Kama ulivyosikia, lengo la serikali ni kutokumwacha mtu nyuma tunapoenda kwenye bima ya afya kwa wote. Hadi wakati mwingine, kwa heri. NHIF, uhakika wa matibabu kwa wote.